tukiwa tunaelekea siku ya mwanamke duniani ambayo itafanyika siku ya kesho tarehe 8 mwezi wa 3, nikaona si vibaya nizungumze na wanawake wenzangu, kina mama wenzangu. Mpo? Kwa nina maneno machache sana ambayo nataka nizungumze na nyie kuhusu jamii tunayoishi nayo sisi kama wanawake. Kwanza, kauli mbiu ya siku ya mwanamke kwa mwaka huu inasema kwamba haki kwa wanawake na wasichana ni msingi wa maendeleo jumuishi kufikia dira mwaka 2050. Sasa mimi nilivyoona kauli mbiu hii nikasema si vibaya nikiongea na wanawake wachache ambao watapeleka ujumbe kwa wanawake wenzetu wengine na wengine ili kufikia dira ya mwaka 2050. Wanawake hatuwezi kufikia maendeleo kama hatutakuwa na maadili katika jamii zetu. Tuko pamoja? Kwa hiyo nimeona nizungumze kidogo kipengele cha maadili na nini mwanamke afanye ili jamii yetu iendelee kuwa na maadili. Kwa kwanza nitaelezea maana ya maadili. Kiuhalisia, maadili ni kanuni za kiutamaduni. Maadili ni kanuni za kiutamaduni ambazo hizi ni mila na desturi ambazo jamii husika inaziishi. Na pia jamii husika inakuwa imezikubali hizo mila na desturi. Kwa hiyo maadili haya sasa yanatufanya sisi tufahamu na tutambue kipi kinatupaswa kufanya na kipi kinatupasa tusifanye. Sisi kama wanawake katika jamii tuna wajibu mkubwa au wigo mpana wa kufanya jamii yetu iendelee kukaa katika maadili yanayotakiwa katika jamii. Kwanza, mtu anapataje maadili? Sisi wanawake ndio walezi. Tunajua sisi wanawake ndio walezi wa familia. Kwa hiyo kama wanawake tuna nafasi kubwa na tunatakiwa tulee jamii katika maadili yanayotakiwa. Tunaelewa kwamba sisi ndio tunalea watoto, tunakaa na watoto muda mrefu na tunawafundisha. Kwa hiyo kama mwanamke inapaswa ufundishe jamii yako, watoto wako mambo ambayo ni bora, ambayo yataleta maendeleo katika jamii yetu. Mmomonyoko wa maadili katika jamii unavuruga kabisa maendeleo ya jamii yetu. Kwa hivyo katika mada yetu hii ya maadili nitazungumzia moja kwa moja nafasi ya mwanamke katika jamii. Jambo la kwanza, mwanamke ndiye mlezi wa kwanza wa mtoto na ndio nguzo muhimu ya familia. Na malezi ya mtoto anajifunza mambo mengi sana kupitia kwa mama. Kwa mfano hata tunapomkuza mtoto yule ambaye hajui kuongea, kuanzia akiwa na miaka 0 mpaka mwaka 1, kuongea kwake, namna anavyozungumza, namna anavyocheka, vitu vyote anajifunza kwa mama. Kwa hiyo kama mwanamke katika jamii inakupasa uishi vizuri na wale watoto wako walioko manyumbani. Uwafundishe lugha nzuri, uwafundishe upendo, uwafundishe mshikamano na shughuli zote zinazopatikana katika jamii yetu. Tusilee watoto katika maadili ambayo atawafanya wawe ni watoto ambao wanajulikana sio kama Watanzania. Ni kweli sisi wamama tuna majukumu makubwa sana katika familia, na ina maana tukikosea tu familia inaharibika. Kwa hiyo sisi kama wamama kwanza tunapaswa kujitambua. Ukishajitambua kuwa we ni mama, una familia lakini we ni mama, nafikiri maadili haya ambayo tumeambiwa leo yatakaa vizuri, kwa sababu maadili yakikaa vizuri katika familia hatimaye inakuwa maadili mazuri katika jamii, baadaye na katika taifa. Katika malezi kwa nguvu zetu hatuwezi kufanya. Tunafanya tukimtegemea Mungu. Tunapomtanguliza Mungu katika mambo yote ya malezi, nafikiri watoto wetu watakuwa na maadili mema. Changamoto zinazotokea kwa vijana au mmomonyoko wa maadili, kwanza kabisa mzizi wake wa kwanza ni kuanzia na maadili.
mimi siwezi nikalelewa vyema nyumbani afu nikatoka nikarudi kwenye jamii nikafanya vitu ambavyo ni tofauti. Lakini pia nimekuja kugundua huenda kuna changamoto ambao yani tuseme teknolojia ndio imeonekana kwamba ni changamoto kubwa ambayo inaharibu maadili yetu. Kwa hiyo tukijaribu kuishi katika utamaduni wetu wa Kiafrika, yani inamaanisha Watanzania. Sisi kama Watanzania tumelelewa tupite hapa na hapa. Kwa hiyo ukijaribu kwenda tofauti na hivyo ndio namna ya mmomonyoko unavyozidi kutokea. Kwa hiyo la kuasa na la kusisitiza zaidi, tusipotoshe na mitandao, tusipotoshe na namna yote ile ya teknolojia. Tuishi kwenye uhalisia wetu, tuishi kwenye utamaduni wetu.